Kwa majina naitwa Joseph Yona wa Chalinze JYC, na Mungu anaendelea kutuimarisha na kutupa nguvu. Mimi na Kombo, wengi waliniuliza Kombo haonekani, lakini leo nataka nizungumze kidogo. Kombo sasa anaonekana. Nafikiri Philip unamuona Kombo. Wanasema mmepotea. Nataka kuzungumza na ujumbe huu, naomba mpeleke Jaji Joseph Sinde Warioba anataka kuwaadaa vijana wa Kitanzania kwamba yeye ni mpenda haki. Jaji Joseph Sinde Warioba, acha kudanganya Watanzania kwamba we ni mpenda haki. Mimi naomba niwaambie ninyi waandishi wa habari kwamba sitaki kuzungumzia nyuma ya 76 kwa sababu alikuwa ofisi ya mwanasheria. Nataka kuzungumzia kuanzia mwaka 76, 1976 mpaka 83, ambapo Jaji Joseph Sinde Warioba alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini nataka nizungumzie kuanzia mwaka 83 mpaka 85 alipokuwa alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali, lakini na waziri wa sheria. Naomba muliweke clear hilo. Lakini nataka kuzungumzia kuanzia mwaka 85 mpaka mwaka 90 ambapo alikuwa waziri mkuu. Maana yake nini? Nataka kabla sijazungumza huko mbeleni, hapa namuonya Warioba aache kuwadaa watu, kwa sababu miaka hiyo kuanzia mwaka wa 76 mpaka miaka ya 90, naomba nimkumbushe visa ambavyo kuna watu walioweka kizuizini. Warioba, wewe ndio ulikuwa mwanasheria mkuu. Warioba, wewe ulikuwa waziri wa sheria. Kasanga Tumbo, kama unamkumbuka, mlimweka kizuizini, alikaa muda gani? Baada ya Kasanga Tumbo kukaa kizuizini, alitoka akaugua kichaa, alitoka akawa kipofu, 80% ya macho yake alishindwa kuona. Lakini Jaji Warioba, unakumbuka Kaserabantu aliwekwa kizuizini kama huyu unamzungumza, huyu jamaa huyu aliweka kizuizini na ninyi, na alipotoka kizuizini akaugua kichaa mpaka umauti unamkuta. Unamkumbuka Abdulrahman Babu? Naye mlimweka kizuizini. Lakini naweza nikakurudisha nyuma kwenye serikali zenu, kuna watu walikimbia nchi hiyo, kina Bibi Titi Muhammad walikimbia nchi hii. Na warudisha kwenye serikali zenu, walikimbia wakina Oscar Kambona. Leo mnadanganywa na mtu ambaye amesema anataka kuchafua nchi yetu, aichome nchi yetu, yuko hapo kizuizini. Ninyi mna kumbukumbu nzuri. Mzee Masha alikimbia nchini. Lakini hata niwarudishe nyuma hapa kwenye utawala wako, wewe ukiwa kiongozi mkubwa, Jumbe mlimfungia hapa Kigamboni, amna kutoka nje. Sasa leo mtu amewekwa hapo Ukonga hapo, na ana haki ya kwenda mahakamani. Alikuwa mzee Jumbe hatoki ndani. Alitoka akawa kipofu, sijui baadaye sijui. Hivi nyie achacha kudanganya, wewe na haki gani? Hawa vijana wa Kitanzania kwani hawakusomi wewe Warioba? Hawajui kuanzia, acha bwana sheria mkuu wa serikali mwaka 76 mpaka mwaka 90 walipokufungasha virago watu wa Msoma. Bunda tulikufungasha virago, ulikuwa mbunge pale, ndio ulikupa waziri mkuu mwaka 85 mpaka 90. Tulikataa usiwe mbunge wetu kwa sababu umekuwa muongo, muhuni, haufanyi kitu chochote zaidi ya kwenda kwenye gongo. Tulikuondoa sisi waziri mkuu. Mimi bahati mbaya mimi siwezi kaogopa. Serikali inakuogopa wewe, serikali inakuogopa. Lakini una hasira na serikali ya sasa hivi. Kitendo cha kumuondoa kijana wako ni mvivu. Kipi? Alikuwa mkuu wa wilaya. Hawezi kuendesha wilaya. Sasa wafanyeje? Yaani viongozi makini hawezi kubeba mtu ambaye ni bogus. Hawezi kubeba boya eti kwa sababu ni mtoto ya aliyekuwa waziri mkuu, sijui alikuwa makamu wa kwanza wa rais, sijui alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali, sijui alikuwa waziri wa sheria. Kwa viongozi makini wanaona hata kama wewe ni mtoto wa nani, kama uwezi kuendesha ukuu wa wilaya, uwezi kuwa mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, tunakuondoa tu. Tuwezi kuwa na viongozi wa Mbeya. Kwa hiyo ndugu yangu waandishi wa habari, fikisheni ujumbe. Warioba asiadai wa Tanzania kwamba yeye ni mwema sana. Leo anaichambua sasa Jaji Chande aanze kuweka ripoti. Sasa litakuwa ni kitabu gani hilo? Yaani Warioba anataka kutuambia Jaji Chande angeandika kila kitu, ataje wahaini, ataje muhaini mmoja siko gerezani, ataje wahalifu waliotengeneza ile mikakati. Hawezi kutaja wahalifu. Ameachia vyombo vya sheria, amevipa ramani, amevipa mkakati na amevionyesha ni namna gani wahalifu walifanya hiyo kazi.
na hatua zichukuliwe na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ndugu yangu Warioba, huwezi kuwa na kitabu sasa, hilo kitabu maoni yote unaweza kuyaandika humo ndani, lakini mhalifu wa kwanza yuko gerezani, lakini mhalifu wa pili nimemwona Bunda huko kwenye mkutano wa hadhara anachangisha Heche. Mhalifu wa tatu naye nimemwona mwingine huko Mbeya, mhalifu wa tatu Sugu. Nimemwona mhalifu wa nne naye sijui yuko wapi, Arusha. Nimeona mhalifu mmoja, yeye mke wake na watoto wako nje ya nchi. Nimemwona. Kwa hiyo wahalifu wanajulikana waliosababisha nchi hii, na mmoja wa wahalifu ambaye ni makamo wao alisema sio kwamba watashiriki uchaguzi, hawatashiriki uchaguzi, bali uchaguzi hautafanyika. Kwa hiyo hicho tu kilikuwa kitendo cha kukamata na kuweka ndani. Wanaacha wahalifu wanatangatanga nchi hii. Lazima viongozi wa serikali wachukue maamuzi magumu kuliko kuacha hawa kina Warioba wanapotosha watu. Baada ya kusema hayo, nasema asanteni sana na Mungu awabariki. Ahmadi ni afisa mtendaji mkuu wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion. Kawaida yangu huwa nasimama upande wa vijana wenzangu wa Kitanzania, na lengo letu kubwa ni kuhakikisha nchi yetu ya Tanzania tunaendelea kuidumisha amani tuliokuwa nayo, kwani amani ndiyo tunu ya taifa letu hili la Tanzania. Zamani tulikuwa tunaambiwa kwamba kijana ndo taifa la kesho, kijana ndo taifa la kesho, lakini hapana, tumeona sisi vijana ndio ambao wenye taifa letu la sasa hivi, na sisi vijana mkitutumia vibaya tunaenda vile vile vibaya. Sasa nakuja kwa swala moja tu kwa vijana wenzetu ambao kidogo wana nafasi ya kuweza kuongea na jamii kawasikia kwa namna moja nyingine, kama nilivyokuwa mimi bwana Kasim. Kuna ndugu yangu Ado. Ado ni kijana mwenzangu ambao jamii ya Watanzania inakuangalia, na umetaka mwenyewe kuingia katika mchezo huu wa siasa. Siasa si vita, siasa si ugomvi, siasa si kama vile ambavyo wewe baadhi ya watu wanakuita pembeni wakaenda kukumezesha sumu zinazohusu siasa, ukatoka katika miiko ya kisiasa ukaenda sasa kuwa mwanaharakati tofauti na siasa jinsi zilivyo. Umefika pale ACT Wazalendo, ni chama ambacho kina misingi. Kwanza misingi peke yake ACT ni kuwa na amani pia na kuendeleza amani ya taifa letu, lakini pia ni chama ambacho kilijikita kisiasa kwa ajili ya kupata viongozi watakaotuwakilisha katika nchi ili kuendeleza kudumisha amani tuliokuwa nayo Tanzania, uchumi, masuala ya kitalii, biashara na vitu vingine. Ndiyo ACT ambayo sisi vijana tunaijua na ndiyo lengo la ACT jinsi lilivyo. Lakini sasa tunashangaa kijana mwenzetu bwana Ado, unaenda wapi? Mimi na wazee wangu hawa kinayona na bwana Kombo kama kawaida yetu, sasa safari hii ni muda wako wa kukupa airtime, kukupa umaarufu. Hiki tunachokifanya tunajua kabisa tunaenda kukupa umaarufu bwana Ado. Lakini huu maarufu tunaokupa tunataka urudi katika mstari. Achana na hawa watu ambao sasa hivi wanakupitisha pitisha huku uonge hivi uonge hivi. Wewe mwenyewe jipime na kajitafakari vile unavyoviongea. Kijana wa Kitanzania anatakiwa awe hivyo. Hebu stiki vizuri katika chama chako. Simama vizuri na sera zako na hoja zako, Watanzania wakuelewe, vijana wenzako wakuelewe. Hii amani ambayo wewe unahitaji kwa njia ya hovyo hovyo tu, amani sijui hivi na hivi, bora iwe hivi, bora iwe hivi. Mzee, ikiharibika hii kama walivyosema wazee wangu, ni ndani ya sekunde 2 tunaharibu amani. Lakini kuja kuijenga itatukosti miaka na miaka, vizazi na vizazi. Kuwa na akili Ado. Na kama utahitaji hata kupewa semina ya kutosha zaidi namna kuishi Tanzania kibusara na kiutamaduni zaidi, tunakukaribisha. Wapo wazee hawa watakuelekeza namna gani uwe kijana mwema ambao umejikita ndani ya siasa. Naendelea, sisi tumesema kauli yetu na nawakote vijana wenzangu wa Dodoma, never again. Na Ado, sisi tunasema never again. Hebu jichungue mwenyewe tabia zako. Acha hayo mambo sasa hivi. Mimi sidhani kama unaelekea katika njia ambayo tunataka vijana wenzio tuo. Jichungue mwenyewe. Asante sana.